Kamwe, kamwe tusikubali dabi ya Simba na Yanga ishushwe thamani. Tusikubali. Mchezo wa Kariakoo Derby unaendelea kubeba hadhi ya juu zaidi ndani ya ligi kuu bara na ligi nyingine, ukizikutanisha timu pinzani za jadi, Simba Sports, Young Africans. Ni mchezo ambao si tu unakuwa na pointi 3, bali pia hubeba heshima, historia na fahari ya mashabiki wa pande zote mbili. Msimu huu tayari tumeshuhudia michezo miwili kati ya miamba hiyo. Dabi ya kwanza ilichezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ikiwa ni ngao ya jamii, ambapo Young Africans iliibuka na ushindi wa bao 1-0 baada ya timu hizo zilikutana tena katika duru la kwanza la ligi kuu bara kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, mechi iliyomalizika kwa matokeo ya 0-0. Kama Simba jana ilitinga fainali ya michuano ya Muungano, kama Simba imetinga Simba ilitinga fainali ya michuano ya Muungano na Young Africans ilikuwa ya kwanza kufanya hivyo, basi tunashuhudia dabi nyingine leo tarehe 29 2026 April, na hivyo tutakuwa na uhakika wa kuziona mechi 4 za dabi msimu huu. Pia Mei 3, 2026 Simba ni wenyeji wa mchezo wa ligi na wameamua kuipeleka dabi hiyo kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo uliopo Mbweni, Dar es Salaam, ikiwa ni mara ya kwanza mchezo mkubwa wenye hadhi hiyo ukipigwa kwenye uwanja huo. Uamuzi huo umetokana na sababu kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa unaendelea kufanywa marekebisho, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya michuano ya AFCON 2027 ambayo itafanyika kwa ushirikiano wa Tanzania, Kenya na Uganda. Hata hivyo, uamuzi huo umeibua mjadala mkubwa miongoni mwa wadau wa soka. Wapo wanaodai kuwa kuhamisha dabi hiyo kutoka uwanja wenye uwezo wa kubeba zaidi ya mashabiki 60,000 hadi ule wa watu 10,000 ni kama kuishusha hadhi ya mchezo huo mkubwa ambao umekuwa ukifuatiliwa na mashabiki wengi. Hoja yao inajikita katika ukweli kwamba Kariakoo Derby ni tukio la kitaifa linalovutia mashabiki kutoka pembe mbalimbali za Tanzania na nje ya hapo, kwani kuna wengine wamekuwa wakitoka Kenya, Uganda na hata nje ya hapo kwa ajili ya kutazama mchezo huo. Ni kweli kwamba hata Young Africans walifanya uamuzi kama huo walipopeleka dabi Zanzibar, ambapo New Amani Complex una uwezo wa kuchukua takriban mashabiki 14,000. Hivyo Simba wanaonekana kufuata mkondo huo kwa kupunguza zaidi idadi ya watazamaji hadi 10,000. Lakini swali la msingi linabaki kama huu ni mwelekeo sahihi wa dabi ambayo imekuwa maarufu kwa miaka mingi. Uhalisia ni kwamba maamuzi haya yanawanyima maelfu ya mashabiki nafasi ya kushuhudia moja kwa moja pambano hilo, lakini pia wengi ambao watapata nafasi ya kwenda kwenye mchezo huo sio wale watu wa soka haswa, kwa kuwa italazimisha timu wenyeji kuweka viingilio vikubwa ili kuepuka kundi kubwa la mashabiki, kupunguza uwezo wa uwanja, kuna wanyima fursa hiyo na kupunguza pia mapato ya klabu na wadau wengine wa soka. Hali hii inapaswa kuwa somo kwa mamlaka husika na wadau wa michezo nchini Tanzania. Tanzania inahitaji kuwa na viwanja vingi vyenye ubora na uwezo mkubwa wa kuchukua mashabiki ili mechi kubwa kama hizi ziweze kufanyika bila changamoto. Soka limekuwa sekta inayokuwa kwa kasi na mahitaji ya miundombinu bora hayaepukiki. Kwa mtazamo mpana, Kariakoo Derby haipaswi kuonekana kama mechi ya kawaida inayoweza kuchezwa popote. Ni vizuri pia shirikisho la soka Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi wakaja na kanuni maalumu kuhusu mchezo huu ambao itaeleza ni uwanja wa namna gani unafaa kwa mchezo huu, badala ya kuachia wenyeji wachague uwanja, kwa kuwa kuna siku utapelekwa hata kwenye uwanja wa mashabiki 4,000. Lakini pia kujenga viwanja vingi vinaweza kubeba mashabiki wa kutosha ni jambo la msingi sana, kwa kuwa kuna wakati hata uwanja wa Mkapa pamoja na kuchukua mashabiki 60,000 ulikuwa ukijana mashabiki kuelekezwa kuwa tiketi zimeshamalizika. Ni wakati sasa kwa wadau, serikali kuchukua hatua na kuanza kufikiri kuwa tunatakiwa kuwa na viwanja vya namna gani kwa aina ya mashabiki tulionao. Kama tunataka kuiendeleza hadhi ya dabi hii na soka la Tanzania kwa ujumla, basi uwekezaji katika viwanja bora na vikubwa ni jambo lisiloweza kuepukika. Kwa mara ya 3 sasa rasmi tunakwenda kushuhudia dabi ya Kariakoo kati ya Young Africans Sport Club dhidi ya Simba Sport Club katika uwanja wa New Amani Complex. Mchezo ambao uliopita walitoka bila kufungana, leo lazima patikane mshindi ili mshindi apatikane wa kombe la Muungano. Ni majira ya saa 2 kamili za usiku katika uwanja wa New Amani Complex kwa saa za Afrika Mashariki.
Na mtazamaji wetu wa Malkia wa Soka, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Usiache kufanya hivyo kila mara. Pia cha muhimu ni kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Cha muhimu ni ku-allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tu tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Malkia wa Soka. Malkia wa Soka tunakuletea mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa unapata full mukoko kuhusiana na taarifa mbalimbali za kimichezo zinazo trend, uchambuzi exclusive, makala mbalimbali za kimichezo tunakuwekea hapa ndani ya Malkia wa Soka. Endelea kusalia nasi mtazamaji wetu, bila shaka utaenjoy sauti ya Malkia. Mimi ni Queen Lizzy ninayekusomea taarifa za kuhusiana na makala, lakini hapa pia unapata uchambuzi, unapata exclusive mbalimbali na mashabiki mbalimbali wa klabu ya Young Africans, Azam FC, Simba Sport pamoja na Singida Black Stars na timu zingine. Unapata hapa taarifa zote. Hadi wakati mwingine, endelea kusalia nasi. Bye bye.